lakini makhalifa wakae bure ili waweze kusomesha dini. Isitoshe, nenda kule Mtofani hivyo hivyo, kaweka chuo, kaweka na nyumba ya walimu. Lakini bahati mbaya sisi tuliolelewa na Said Uthmani, ukienda Mazawiani unaambia mwalimu hapa kahama, sababu nini? Kodi. Mwalimu anaenda kuishi Madongo Poromoka huko, mpaka anapotelea huko ajulikana hata na kuishi ni wapi. Mwisho madarasa yanakufa. Tunatoka wapi na tunakwenda wapi? Haya ni malezi ya nani? Hii ndio nataka tujiulize. Kama Sheikh Muhammad bin Nasir bin Abdullah al-Qadiri, sisi tulimuona ndani ya nyumba zake ndio aliwalaza makhalifa na akawaolea akawaweka humo mpaka nafariki, mpaka wengine wanapata makazi yao. Aliishi hivyo. Sheikh Said Uthmani tunaona na yeye nyumbani kwake maisha yake anayoishi hivyo. Sasa sisi, ina maana ya kwamba tutakapokuwa hatujamuiga katika hili, maana yake mafunzo yale kati ya kuku kifaranga na yule mleaji hayapo hapo. Sasa tunamuita mlezi, lakini kilicholelewa ni mtihani. Mimi leo naimiza sana swala la ilmu. Ni jambo muhimu sana kusoma, lakini kuijua na thamani ya elimu. Si tumekosa kujua thamani ya ilmu ina nafasi gani? Lakini mashike zetu wa tarika wote, ukimwanza Sayyid Abdul Qadir Jilani kaddasallahu sirrahu al-aziz, alishikamana na ilmu mpaka anasema fala ilman illa min bihari waratuha, nilisoma nikasoma mpaka hakuna ilmu yoyote isipokuwa bahari ya ilmu hiyo niliipita. Wala naklan illa min sahihi riwayati, hakuna kopi ya kitabu chochote isipokuwa ilipita katika usahihi wa mapokezi yangu, nikawa nasaisha mpaka vitabu. Haya ni maneno ya Sayyid Abdul Qadir Jilani kaddasallahu sirrahu al-aziz. Ukimkuta Sheikh Uwesu kadhalika hivyo hivyo. Sheikh Muhammad Nasir huyu sasa ndo kila mmoja historia yake tunamjua. Elimu ya dini aliisoma, lakini na elimu ya Swahili unaita elimu ya kidunia naye aliisoma. Aliishi katika maisha mazuri, alisoma katika mfumo mzuri. Lakini Said Uthmani radhiallahu anhu pia alisoma, ni mwanafunzi wa Said Nuru kaka yake. Said Uthmani ni mwanafunzi wa Sheikh Suleiman Alawi radhiallahu anhu, kama mlikuwa mjui hilo. Ni mwanafunzi wa wanawazuoni wakubwa katika mji wa Unguja, lakini bado hakutosheka kule kuwa na elimu yake, akaona bado akae darasani asikilize darasa ili aitwe mwanafunzi. Kwa hiyo nisirefushe sana kutokana na muda wetu na mazingira yetu, nimalizie kwa neno lile lile nililolisema. Mwanawazuoni alisema kwamba lam yamut man lahu atharun, hajafa mtu ambaye katika ulimwengu huu kaacha athari. Huyu hajafa, ataendelea kukumbukwa na ataendelea kuombewa dua. Kwa hiyo Sayyid Uthmani radhiallahu anhu ameacha athari kubwa sana, kujenga mazawia, amefanya mambo makubwa, uongozi kaupanga vizuri, kila kitu anaondoka kakiacha katika sehemu yake. Mpaka anaondoka Sayyid Uthmani radhiallahu anhu ameacha kila kitu katika mazingira yake, na hii ni moja ya karama. Sayyid Uthmani ana karama nyingi, karama zenyewe ambazo tumezishuhudia. Mimi leo nitatoa karama moja tu nimalizie kwa hili, na karama hii kwa kuwa imenipitia mimi mwenyewe, nimeshuhudia.
lakini nayo inayohusiana na ilmu, kwa sababu sisi ilmu ya tasawufi hatujaisoma, lakini bahati mbaya tumejioweka kama ndo tunaijua zaidi kuliko hata wale waliosoma. Sasa napenda nizungumze karama moja ya mlezi wetu Said Uthmani ili iwe mwisho wa mazungumzo yetu ya kusema man lam yamut man lahu atharu, ajafa mtu ambaye ameacha athari ataendelea kukumbukwa, na athari kubwa ameacha ya ilmu na uchamungu. Siku moja, na natoa kisa hiki kwa sababu nimepatana hapa na khalifa ambaye kisa hiko kipindi nasimuliwa na yeye alikuwepo, lakini sikuwa naye karibu, ila yeye ndo alisababisha akanichukua mpaka nikaenda huko, ikasababu hiyo kisa nikakisikia. Siku moja alinichukua Khalifa Muhammad bin Ismail radhiallahu anhu, ni naye hapa. Tulikwenda Kariakoo kwenda kusalimia sehemu, akaniambia bwana, kuna hadhara Mbagala kwa Sheikh Gebia Kondo, anaitwa Gebia Kondo, si mnamtaji majina yenyewe, bwana Kondo. Akaniambia kuna hadhara kule, na mimi kaniambia niende. Sasa ninaomba tufuatane. Nikaambia sawa. Tukaenda zetu mpaka Mbagala. Tulipofika Mbagala tukafanya ile hadhara kiasi Mungu alichotujalia katika kile kituo cha watoto yatima, lakini ukafikia muda sasa wa kujisomea wale watoto mbele ya viongozi. Muda ule tukawa na sisi muda wetu umepita. Nikamwambia shekhe, sasa tuombe ruhusa tuondoke, tumuombe ruhusa mwenyeji wetu. Sasa nikamwacha yeye anaomba ruhusa, akaniita ustadhi mmoja katika maustadhi, akaniambia ustadhi, naomba nina mazungumzo mafupi na wewe kabla khalifa hajatoka kwa aga. Haya, nikaenda kumsikiliza yule ustadhi. Akaniambia mimi nimepata matatizo nikiwa na matatizo yangu kama miaka 2-3. Sitaki kutaja yale matatizo yako sababu wengine mtayajua nyinyi na mtaanza kumtafuta mkamjua. Asitaki. Akaniambia nilipotafuta tiba mbalimbali sikufanikiwa hivyo, nikaona kwamba Mwenyezi Mungu, kwa sababu ustadhi amesoma elimu ya dini, kasoma vizuri, elimu ya vitabu kasoma vizuri, lakini ninachokilenga elimu ya tasawufi akusoma ya twarika vile ninavyotakiwa, hakusoma elimu ya twarika. Akasema nilisoma aya ya Mungu inayosema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mtu yote atakayemcha Mungu, Mungu anamjalia matokeo na atampa riziki kwa namna ambayo asiyejua. Akasema mimi nikaona kwamba matatizo yangu ngoja nimche Mungu ili Mungu anitoe katika matatizo, kwa sababu kaahidi mwenyewe. Akasema nikashikamana na ibada za shekhe alizozisema, zile ibada za usiku na mchana, zile la ilaha illa Allah 1000 na nini, tasbihi, tahajudi, witri. Anasema zile mimi nikazivazi. Lakini baada ya kufanya zile ibada, baada ya muda fulani akaota yupo na shekhe wetu Sheikh Muhammad bin Nasir bin Abdullah al-Qadiri radhiyallahu anhu. Akamwambia dumu na ibada na jambo lako litakaa vizuri, lakini kwa kufuata masharti. Basi akaendelea na ibada. Yule maalim katika roho yake, kwanza matatizo yale yamuondoke, na la pili alikuwa ameomba nafasi ya kwenda kusoma nje, lakini kule alikoomba alikuwa ameomba nafasi Uturuki akasome. Akaambiwa wewe umri wako ni mkubwa, sisi tunawataka watu wa viwango kadhaa, lakini wewe umepitiliza, kwa hiyo haufai, kwa kuwa umekosa sifa. Basi abaki. Sasa naye mwenyewe anapenda ile nafasi, basi akawa ameshindwa.
Akaendelea kufanya ibada. Sheikh akamwambia, mambo yako yatatengemaa, kila unachokitaka wewe, kwa unachokisikia hiyo kusoma utapata unakotaka kwenda, na matatizo yako yataisha, lakini fuata masharti. Masharti yenyewe ndio ananisimulia hapo. Akaniambia, nataka usome. Mabwana, kusoma ni kitu muhimu sana. Yule akachukua vitabu vyake akawafuata mashehe wa karibu kule, akawa anaendelea kusoma nahau zake, balagha zake, sijui mantiki yake. Shekhe akamwambia kwamba uko nako kwenda kusoma sawa, lakini mimi sikukwambia ukasome elimu hizo. Nachokuahidi sasa, subiri muda ufike, nitakuelekeza pa kwenda kusoma. Siku ilipofika, Sheikh Muhammad bin Nasir bin Abdullah al-Qadiri akamwelekeza yule maalim kwenda kusoma, sehemu ya kwenda kusoma, lakini akamwambia usiende kusoma huko mpaka umuone Said Uthmani radhiallahu anhu. Said Uthmani kuna mzigo atakupa, alafu utaupeleka kwa mwalimu. Basi yule bwana kumfuata mlezi akaona shida. Nitaenda kumwanza vipi mimi mlezi kumwambia haya maneno? Ndio yale nitaambiwa mimi nataka majoho, itakuwa hivi, na mtu wenyewe ni kijana. Kwa akasema kwa ile shekhe kweli utanisamehe, kumfuata mlezi siwezi. Lakini hakusema ndani ya ndoto yake, alikuwa anasema kikawaida. Anasema siku baba yake mdogo alisafiri kwenda kwa mlezi radhiallahu anhu, kwenda kwa matatizo yake ile baba yake, na mzee amuombee dua. Alipokwenda kule Unguja, mzee akamwombea dua yule bwana, na alipomaliza dua, mlezi aliingia ndani, akatoka na bahasha, akamwambia, bahasha hii naomba umpelekee kijana wako. Akamuuliza, yupi huyo? Akaambia, yule kijana ambaye nilikuja kule kwenu kule siku moja mliponialika kuja kwenu kule, akasoma Qur'ani tukufu. Unamkumbuka yule kijana? Akasema yule namkumbuka, kijana wangu kweli. Akaambia, basi bahasha mpelekee. Maagizo yake akaambia, mpelekee tu, mwenyewe anajua. Basi alichukua yule baba mdogo bahasha, akamletea mwanae, akamwambia, nimekabidhiwa na mlezi bahasha hii hapa. Hii bahasha hii maelekezo yake unayajua wewe mwenyewe. Alhamdulillah, nimalizie. Yule bwana, nacholenga karama ya mlezi. Mlezi alijua kwamba kuna mzigo, kwamba anatakiwa ampe mtu fulani. Kumbe kile kisa mlezi yote yale, muridi yupo huko anayaona mlezi. Ile kauli ya shekhe anamwamrisha yule muridi kwenda kule, mlezi anajua, na kashindwa kwenda, mlezi anajua. Akasema, ngoja nikusaidie hii bahasha, sasa nampa babako mdogo, anakuletea. Sasa akaniambia, ile bahasha ninayo nyumbani na kwa mwalimu kule nimeshaelekezwa kwenda. Sasa wewe unanipa ushauri gani? Ndio alichonitia mimi. Akaniambia, unanipa ushauri gani wewe? Mimi nikamwambia, bwana, si nenda sasa, si umeshamaliza iko kisa safi kwa alhamdulillah. Akaniambia, sasa kisa nilichokuita wewe ni kuelezea historia hii, kwa sababu mwalimu mwenyewe niliambiwa niende ndio wewe. Pale na mimi nikachanganyika, nikamwambia, bwana, kama historia yenyewe ndio hivyo, niache nirudi nyumbani, na utajua unaofanya wewe, na mimi hilo jambo usinishirikishe. Akasema, bwana, nisaidie. Nikamwambia, mimi nakusaidia nini? Naondoka nyumbani. Mimi nikaondoka nyumbani. Baada aliponiona nimetulia siku 2-3, akanipigia simu, bwana, mimi nataka nije huko. Nikaona huyu mtu huyu, mimi nikachukua kisa kile cha uongo. Nikamwambia, wewe uliambiwa uende kwa mlezi, japo kakuletea wewe mzigo, nabii umuone tu. Akasema, bwana, nasikia shida. Nikamwambia, akija mimi nitakuita. Kweli akaja Mburahati. Alipokuja nikampigia simu magharibi, mzee kaingia, akasema nakuja usiku. Akaja yule bwana, nikaingia naye kwa mzee,
na mimi nikatafuta njia ya kufikisha kile kisa kwa mzee, lakini sikusimulia kama hivi. Nikatafuta njia ya kusimulia, nikamkuta mzee kile kisa nakijua vizuri kuliko hata ninavyokijua mimi. Akatia fata pale, akasema darasa likaanze. Yule bwana siku ya Jumatano akaja na bahasha yake, nikasema kufungua bwana, nikakuta mzigo mzuri tu wa fedha. Na tangia nilipopata fedha hizo, alhamdulillah, na mawaidha ya leo yanaishia hapa. Kwa hiyo ameacha athari kubwa. Kila utakachokizungumza utakuta yupo juu zaidi katika utendaji kuliko sisi. Sasa tuendelee, tudumu kumwombea dua, na siku ya tarehe 15, 16 kuna dua huko Unguja, alhamdulillah. Kwa hiyo tuendelee. Tumefurahi sana mimi kuona akina mama leo hapa nyumba mara 3 mwaka huu kwamba mmeonyesha kwamba akina mama mna asili katika kupenda dini. Ametoka mama wa kwanza kwa mapenzi ya kumpenda Said Uthmani, akawaalika watu waende Msasani wakafanye dua ya kumwombea mlezi wetu. Hii ni alama ya mapenzi makubwa, na muridi ndio anatakiwa aishi hivi. Mwingine akaona wivu, haiwezekani kunipita huyu, akatuita kule uwanja wa Taifa, akasema tena kupandisheni gorofani, mtakaa huku na pigeni dua. Mwanamama huyo tukapiga dua kule, lakini leo mama mdogo akasema wote nyinyi wanangu, ngoja na mimi nikuhitimishieni, nitakuiteni wote sasa mje kwangu na mimi nakuwekeni gorofani. Hizi ni alama wanatufundisha mapenzi na athari gani walivyoathirika kumpenda shekhe. Kwa hiyo na sisi tuwe na athari hizo, hata kama uwezo wetu hatuna mdogo, lakini usikose fatia zako kumtilia Said Uthman. Na mlezi wetu wa sasa ametoa agizo katika kikao chake cha kwanza kabisa alichokuja huku tukikaa naye, akasema kuanzia sasa hivi Said Uthmani katika vitabu vyetu tumweke katika silsila kwenye vitabu vyetu, si ile ya kumtaja tu. Kitabu chako kama nafasi ipo pale chini ongeza, kama unaweza kuandika Allah wa fa'al ma tasha fal ismu ali, Allah ismu ali, Allah ismu ali, Allah ismu ali.